Na mtazamaji wangu, kwa mara nyingine leo hii Rais Mama Samia Suluhu Hassan nchini Kenya anazidi kugonga vichwa vya habari, jambo ambalo halijaweza kuwa sawa na idadi kubwa ya wananchi wa Kenya. Aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya LSK, Faith Odhiambo, amezua mjadala mkubwa baada ya kumkosoa vikali rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufuatia kauli zake kuhusu wanaharakati na vijana wa kizazi cha Gen Z ya kwamba waweze kupigwa mwikwaju, jambo ambalo halijaweza kuwa sawa kabisa na idadi kubwa ya wananchi wa Kenya na hata baadhi ya Watanzania. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itaweza kuwa ni jambo jema iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kwa kweli kile alichoweza kukizungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan moja kwa moja aliweza kulenga Boniface Mwangi ambaye ni mwanaharakati kutoka nchini Kenya na mwanaharakati kutoka katika taifa jirani la Uganda ambaye ni Agatha Theure. Sote tunafahamu kwamba mwaka 2025 mwezi wa 4, kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu alipoweza kukamatwa, moja kwa moja waliweza kutoka katika mataifa yao na kuingia nchini humu kwa ajili ya kumtetea Mheshimiwa Lissu aweze kuachiwa huru, jambo ambalo liliweza kusababisha wanaharakati hao kutoka katika mataifa hayo ya kigeni kukamatwa ama kutekwa, kufanyiwa mambo ambayo hawakuweza kuyafurahia na mwisho siku kurejeshwa katika mataifa yao. Hivyo basi, kwa mara nyingine Rais Mama Samia Suluhu Hassan baada ya mkutano wa hivi karibuni na rais wa taifa jirani la Kenya William Ruto, aliweza kuweka hadharani kwamba itakuwa ni jambo jema iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan wanaharakati wataweza kumfanyia jambo mbaya katika uongozi wake ama katika taifa lake, waweze kukamatwa na kuadhibiwa, jambo ambalo aliweza kuomba Rais William Ruto naye aweze kufanya sawia iwapo wanaharakati hao na vijana Gen Z wataweza kufanya mambo sio ya kuridhisha, kauli ambayo haikuweza kufurahisha wengi na moja kwa moja kusababisha mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii, jambo ambalo hivi sasa mtazamaji wangu, kwa kweli wa Kenya wameweza kujitokeza kuungana na Faith Odhiambo kuweka hadharani kwamba taifa la Kenya ni taifa lenye demokrasia ambalo ni huru na pia liko na uhuru wa kukosoa uongozi ulioko madarakani, kuwajibisha na hata iwapo hauko tayari kuwajibika kufanikisha ahadi zilizokuwa zimeweza kuahidiwa na uongozi huo, wapo na uhuru wa maandamano, jambo ambalo hivi sasa Watanzania wengi nao wameweza kusimama na Faith Odhiambo. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi alichoweza kukifanya Faith Odhiambo kumjibu Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuweka hadharani kwamba anachozidi kukifanya ama alichoweza kufanya kwa wanaharakati kina Boniface Mwangi pamoja na Agatha Theure sio jambo sahihi, sawia na kwa vijana Gen Z wakati wa uchaguzi mkuu halikuweza kuwa jambo sahihi? Je, unakubaliana naye? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe na kulike videos hizi na kuzishare kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.